Naam, mjambo wapenzi watazamaji wetu pale popote mlipo, na wakaribisha katika makala yetu muhimu ya Darubini ambayo inaangazia mambo muhimu hasa kuhusiana na masuala ya kijamii, kiuchumi na vile vile ya maendeleo ya bara letu la Afrika kwa ujumla. Na leo hivi nawaangazia kuhusiana na kura ya wananchi, nguvu halisi au alama ya demokrasia ya kweli. Na kuhusiana na mada hii namkaribisha mwandishi wa habari anayejulikana katika nchi wa Kenya, Fathia Nur, na karibu. Asante sana. Nashukuru Na wakati huu. na hebu mwanzo kabisa ujitambulishe kwa wapenzi watazamaji wetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Fathia Mohamed Nur ama Fathia Nur. Mimi ni mwanahabari kutoka Nairobi, Kenya. Kawaida nafanya stori za Afrika ya kontinenti nzima, lakini pia nafanya stori za politics na kuongea juu ya vitu yenye inafanyika katika bara la nchi la Afrika, continent, in the African continent. And yeah, I would like to break down some of the facts that we know today about elections in the continent, especially in Ethiopia. Asante Ndio, sana. ndio, asante sana. Hasa hebu nielekee katika masuala yangu ya kwanza, na tuone hasa kwa mtazamo wako kama mwandishi wa habari ambaye anayefuatilia sana hii mambo ya uchaguzi katika nchi ya Kenya. Unaweza semaje uchaguzi ni njia moja ya demokrasia? Kweli, uchaguzi ni njia ya kidemokrasia. Lazima katika nchi yoyote democracy kama iko, lazima uchaguzi itafanyika. Lazima wenye wako in leadership they'll have to change one at a time, lakini tukitaka kuangalia vizuri baadhi ya misingi yenye iko katika demokrasia nchi yote ikikuja katika uchaguzi ni lazima ijengwe katika misingi kadhaa. Misingi hizi ni kama uwazi, lazima ikuwe free. Uhuru wa taasisi ya uchaguzi. Kawaida kuna tume ya uchaguzi yenye inawekwa katika nchi yoyote kusimamia uchaguzi, lazima pia ikuwe na uhuru. Ushiriki of course wa wananchi wenyewe tayari ndio wenye wana take part, they're the ones participating in the process of voting and in the election process, so lazima pia washiriki, na pia utawala wa sheria, basically the rule of law. Katika nchi yote lazima kuna constitution, na ikifika katika uchaguzi yoyote lazima hiyo utawala wa sheria ipewe kipaumbele na iwe lazima ifanyike. Ndio, asante sana kwa maoni hiyo. Hasa tukiona kwamba tunaona kwamba nchi ya Kenya tunasema iko katika ile mwenendo wa kufanya mazoezi ya demokrasia kama vile tunavyojua, lakini kuna ile changamoto inayoweza kutokea. Na hebu tuanze na changamoto katika hii hafla ya uchaguzi, na unaweza sema ni changamoto gani inaweza tokea kuhusiana na hii uchaguzi? Vile vile hasa kuna wananchi wengi, hasa wagombea wengi ambapo wanasema hawakubali hiyo matokeo ya uchaguzi. Na hebu tuanze na changamoto inayoweza kutokana na uchaguzi. Tukiongea changamoto ama challenges yote katika nchi yote, hata ikiwa Kenya, lazima ile taasisi yenye imewekwa ama tume ya uchaguzi yenye imewekwa lazima iwe huru, na hiyo wananchi wanaiangalia sana, wanaipatia kipaumbele kweli. Kama lazima uchaguzi ikuwe free and fair, lazima pia tume ya uchaguzi ikuwe yenye imesimama vizuri. Ya pili, lazima pia kama kuna udanganyifu katika election yoyote, hiyo lazima ina affect the democracy of any country and even in the voting process. And so kuhakikisha kuwa hakuna hiyo udanganyifu, lazima zile viashiria yenye niliongea juu yake lazima iwekwe in place. So challenges kama hizo ndio inaweza kuwa, ama unaweza pata pia wanahabari pia sometimes wanashindwa kuweka news vile inafaa kuwa, kwa sababu let's say kuna challenge na government, wamekata ku broadcast stories in a certain way, ama the results as they are coming in. So hizo ndio vile zinaweza kuwa some of the challenges that are there. Ndio, hasa tukiendelea mbele, hasa kwa kuzingatia tu hiyo uzoefu wa Kenya, na tuone kwamba ni viashiria gani vinavyoonyesha kuwa uchaguzi ni huru na haki wa kuaminika. Lazima uwe na uhuru wa tume ya uchaguzi. For example, hapa in Kenya tuko na Independent Electoral Boundaries Commission, IEBC. Hiyo ndio tume ya uchaguzi yenye imepatiwa hiyo kazi
ya ku make sure that elections itakuwa free, that participation of ya watu pia it's in the right place. So uhuru wa tume ya uchaguzi ni moja. Ya pili, uwepo wa waangalizi huru wenye wanatoka katika mataifa zingine, observers basically. Sometimes for an election to even take place you need to have observers or international observers in the country. Hao ndo wanaangalia hiyo process ya election inaenda vipi, kama iko na uhuru, kama kuna udanganyifu yoyote, just wanaangalia hiyo process. So lazima pia kuwe na uwepo wa hao waangalizi wa ndani ya kimataifa. Katika pia kuangalia uwazi wa kuhesabu kura na usawa katika kwa kuhesabu, lazima pia izingatiwe hiyo process ya voting and even the counting of the election votes. Lazima ikwe free, lazima ikwe katika vile constitution imesema. Na pia katika wanahabari, vile nilikuwa nimesema pale mwanzo, usawa na uwazi wa vyombo vya habari lazima pia iwe ni lazima, it's important because unaweza pata a lot of people when elections inafanyika wanaangalia they are watching TV ndo wajue process inaendaje, results inaendaje. So lazima pia uwe na usawa na uwazi wa vyombo vya habari pia kwa wagombea, kwa sababu sometimes unapata kuna wenye wanagombea na hawapatiwi enough time, let's say kwa vyombo vya habari lazima pia hawa wapatiwe free time, wapatiwe enough time kama wagombea wengine, so that isilete shida yote. Wengine wanaonewa ama hawapatiwi wakati ya kuonekana na kuweka mawazo yao hapo nje. Na of course pia uwepo wa mfumo wa kisheria unaoruhusu changamoto za matokeo. Unaweza pata wakati mwingine kuna challenges, or whenever there's an issue, when an election result has come out and people would claim that there's rigging inamaanisha pia unapata it's not free. Watu wanasema hapana, hiyo si huyo mwenye ameshinda. So lazima pia katika sheria ya nchi yoyote kuwa na hiyo opportunity ya kwenda court na kusema that election was not free, it was not fair, na I feel like it needs to be recounted again. So lazima pia kuwa na mfumo wa kisheria yenye inakubali matokeo kama hiyo iangaliliwe vizuri. Ndio, hasa hii ni maoni kubwa sana, hasa kwa kuzingatia tu hii sheria ndivyo uchaguzi inaweza kuwa demokrasia. Na uliweza kutaja pia hii vyombo vya habari vile wanavyo ile sehemu maalum katika hii uchaguzi na uhakika, ile iwe ya uhakika. Na hebu nielekee tu katika hiyo maswali ya vyombo vya habari. Kama mwandishi wa habari, hebu vyombo vya habari vina wajibu gani katika kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa haki na amani? Unajua, even in English tunasema the media is the fourth estate, it's the watchdog of the government. So inamaanisha vyombo vya habari inacheza iko na very big responsibility kwa watu. Sasa especially ikifika wakati wa elections, watu wanaangalia what the media is saying to understand what's going on, the reality that's going on the ground. And so kwangu, kwa opinion yangu, vyombo vya habari lazima iwe na usawa na iwe na uwazi. Vile results inakuja kutoka tume ya uchaguzi lazima waiweke vile iko. Pia unapata wakati mwingine ndani ya hizi vyombo vya habari wao wenyewe wanafanya their own counting, because in Kenya kuna hiyo process where media houses pia wanaweza tengeneza their own election room, election house, na watahesabu pia as the results are coming in from different parts of the constituencies. So lazima pia ile results wenye wanaiweka kwa TV ama yenye wanapatiana lazima iwe ya ukweli na iwe ya haki. Pia vile nilikuwa nimesema, vyombo vya habari pia the expectation is kama kuna wagombea wanataka sauti zao zionekane, lazima pia hao wapatiwe hiyo opportunity ya kusikika. Wananchi pia kama wanataka kuongea na kupatiana maoni yao katika vile elections zinaenda, or the opportunity or the things that are going on in terms of the election process, lazima pia wapatie opportunity. So the media the media, as a media house, you're supposed to make sure that it's free, but you're also supposed to make sure that unapatiana opportunity kwa kila mtu, whether ni wagombea, whether ni wananchi wenyewe, ama pia tume ya uchaguzi kama wako na chochote wanataka kusema ama ku-announce, for instance, lazima pia hawapatiwe kipaumbele. So media houses ama vyombo vya habari vinafaa kukuwa na haki kwa kila mtu. Ndio, wanapaswa kuwa wajibikaji kwa kazi ile wanazozifanya. Sasa
ili kuweza kuleta matokeo bora na uendelezaji bora wa nchi, hasa ili migogoro ziweze kupatikana. Na hivyo hasa tukielekea kwamba unaweza sema nini hasa kuhusiana na vile mtandao ya kijamii kama inajulikana katika hii bara letu la Afrika, imekuwa na athari kubwa katika uchaguzi kama vile tunavyojua, ambapo hii vyombo vya habari vya kubwa vinavyojulikana kimataifa wanaeneza ile mambo potofu kuhusiana na vile uchaguzi inavyoendelea katika hii bara letu la Afrika, wakisema kwa hii uchaguzi haikuwa na uhakika. Vile vile wanaweza sema mambo mengi sana. Na hebu kwa maoni yako, nchi kama Ethiopia ambapo wanajiandaa kwa uchaguzi kuwa saba, wanapaswa kuchukua hatua gani kuhakikisha kwamba vyombo vya habari wanakuwa na uwajibikaji na vile vile kueneza mambo sahihi kwa umma? Hiyo ni swali kubwa sana. Nikiangalia kwanza hiyo mtandao sahihi, social media iko na very big kama media houses yoyote, social media sahihi unaweza weka chochote pale na watu watasikiza na wataamini. So kama wewe ni mwanahabari ama wewe ni mwandishi wa habari, unafanya kwa TV station yoyote katika anywhere in the world na unapatiana information ya election, lazima uwe fair na upatiane ukweli vile iko. Huwezi kuwa tu unaweka ile mabaya inafanyika na ukweli kwa ground hauweki. Pia sometimes yes, kuna challenges unapata, kuna violence imefanyika mahali ama kuna lack of something that has happened in a particular place, na unapata maybe some media houses hiyo ndio kitu wataichukua na wakimbia nayo, na pia ni sawa, haina shida, lakini lazima pia to make sure kama vyombo vya habari pia kwa social media tunapatiana ukweli as is. Now, ile challenge yenye iko ama changamoto yenye iko na mtandao ni kuna a lot of fake news. So kama mwananchi, kama hauangalii keenly ile information yenye inakuja on social media, unaweza pata ni fake news unaotoa kutoka mahali moja ama ingine. Sometimes unapata maybe kuna violence ime break out in one part of the area, lakini unapata mwenye ana report na ni mwananchi yoyote tu anachukua anasema imefanyika mahali ingine na it's false information. It's misinformation. So lazima kama mwanahabari uchukue hiyo information na ubreak down, useme hapana, hii haijafanyika hapa, lakini inaweza fanyika hii mahali, imekuwa imefanyika hii mahali, na unairekebisha. So hiyo ndio ile responsibility tuko nayo kama wanaandishi wa habari ama wanahabari. Ulikuwa umesema pia Ethiopia wanajiandaa katika elections, na specifically ikifika katika uhuru wa wanahabari, naamini ni lazima pia nchi kama Ethiopia ipatie kipaumbele ama ipatie wananchi ama wanahabari wa Ethiopia hiyo opportunity ya kuweka information free and real and hiyo ya ukweli. Napata sometimes ile changamoto iko pia, labda kuna ile government, kuna information labda hawataki itoke, lazima pia wapatie uhuru kwa mwanaandishi wa habari ama vyombo vya habari, wapatiane information vile iko true, wapatiane vile iko yenye vile inafanyika basi. Ndio, asante sana kwa maoni. Sasa tukielekea katika hii muktadha wa Ethiopia na tuone kwamba hii uchaguzi saba, na tunaona kwamba sasa hivi tu karibuni iliweza kumalizika kwa ile kusajiliwa kwa wapiga kura, na tunakumbuka kwamba kulikuwa na utumiaji wa teknolojia katika hatua hiyo, na tulikuweza kuona kwamba usajili ilifanyika katika ile namna ya teknolojia ilivyotayarishwa na bodi ya usimamizi wa uchaguzi. Na hiyo hatua ya kutumia teknolojia, unaweza sema ina nafasi gani katika kuhakikisha kuwa hiyo kura ni ya uhakika? Hiyo ni nzuri sana, hiyo ni hatua nzuri, kwa sababu kama kuna teknolojia yenye imewekwa in place ku make sure hiyo uchaguzi inafanyika vizuri, inafanyika kwa uhakika, hiyo ni hatua nzuri sana nchi ya Ethiopia inafanya. Inamaanisha pia ikifika katika uchaguzi pia itakuwa na uhakika. Lakini pia tukiangazia ile challenges yenye Ethiopia imepitia, not only in terms of just registration, hiyo participation ya watu pia, ni lazima nchi kama Ethiopia ensure that itakuwa free in terms of kusikuwe na any mgawanyiko wa kisiasa ama wa kikabila.
ndio wenye wanapiga kura pia wanaweza kupiga kura kwa njia ya hakika. Teknolojia lazima kama inawekwa inafaa kuwa inapatia result in the right way. So ni njia nzuri ama ni hatua nzuri kama kuna teknolojia yenye imewekwa hapo Ethiopia kusajili watu, inamaanisha pia hiyo bodi ya uchaguzi pia imejipanga vizuri kuhakikisha kuwa kila mtu anapata hiyo opportunity ya kupiga kura, kwa sababu ni haki ya kila mwananchi kuweza kupiga kura kwa yule yoyote anataka, whichever electoral position inafaa kuwa. So hiyo ni nzuri sana, lakini pia changamoto zenye ziko katika nchi ya Ethiopia lazima wapatie hiyo wa make sure that haitafanyika na results ya election itakuja kwa uhakika yenye inafaa kuwa. Ndio hasa hivi karibuni kulikuwa na wito pia hasa kuhakikisha kwamba hii uchaguzi inakuwa ya uhakika na uaminifu kwa wananchi, kwa sababu hivi karibuni Waziri Mkuu Daktari Abiy Ahmed ile anayeongoza hii nchi wa Ethiopia aliweza kusema kuwa nchi inaweza enda mbele kwa kujumuisha vile vile ile chama cha upinzani katika serikalini, na tunakumbuka kwamba katika ile mstari wa waziri kuna ile waliojumuishwa kutoka vyama vya upinzani, na hivyo hasa ile idadi yao iweze kuongezeka katika bungeni. Alisema kuwa serikali yake inafanya juhudi kubwa kwa sababu ile sauti yao pia isikike katika hiyo bungeni. Na hebu unaona aje hii hatua iliyochukuliwa na waziri mkuu? Hiyo ni hatua nzuri sana tukizingatia ile situation yenye imekuwa in the last few years ago, ikikuwa kuna hiyo upinzani na swala hilo la kikabila hasa. Unajua kama Daktari Abiy Ahmed, the Prime Minister, kama amedecide atafanya kazi na wapinzani na wapatie uhuru ya kupigania vile wanataka kupigania haki yao, hiyo ni hatua nzuri sana. Inamaanisha kwamba nchi kama hiyo iko na democracy, in terms of democracy inaenda mbele. So nafikiria hiyo ni hatua nzuri that the Prime Minister Abiy Ahmed anaichukua. Inamaanisha pia anaweka nchi mbele kwanza before anything else. Tukikuja hata hapa Kenya unapata pia upinzani, the opposition pia imewaka na government at some point na wamepatia hiyo haki ya kuwa opposition. Kama wana chochote ya kusema, wako na haki ya kusema kitu wanataka kusema. So lazima pia nchi kama Ethiopia kama wanapatiana hiyo, kama Daktari Abiy Ahmed anapatiana hiyo opportunity ama fursa ya opposition ya kuweza kujieleza na kupatia ile maono yao, hiyo ni nzuri sana. Ndio hasa nchi pia hiyo bodi la uchaguzi imeweza kujitayarisha kikamilifu, na tukiona kwamba kuna ile neno kubwa la Kiingereza linalosemeka preventive diplomacy katika uchaguzi. Na hebu unaonaje katika kuimarisha uchaguzi katika hii bara la Afrika, hii msemo wa preventive diplomacy katika uchaguzi inaweza okoa aje ile changamoto vile vile makosa inayoweza kutokea katika hiyo hafla ya uchaguzi? Unaona, ukiangalia katika hiyo angle umepatiana hata preventive diplomacy, inamaanisha kwamba una anticipate ile changamoto yenye inaweza kuja. Na kama unaweza anticipate hiyo challenge inaweza kuja, hiyo changamoto inakuja, inamaanisha pia kudeal nayo, unaweza deal nayo hapo kwa hapo kabla ifanyike. Nikifikiria the continent of Africa in terms of preventive diplomacy and what you're talking about, I think ni muhimu sana kuanticipate zile challenges zinaweza kuwa na tunaistop before ifanyike. So ikikuja katika anything to do with elections and democracy in any particular country, ni lazima kuzingatia zile viashiria tuliongea juu yake pale, uwazi, uhuru wa taasisi ya uchaguzi, na pia ushiriki ya wananchi, na pia sheria ifuatilie vile inafaa kufuatiliwa. Tukiweza kufanya hivyo kama continent of Africa, I think hatutakuwa na challenges mingi hizi za leadership, na even in terms of election results, hata mwenye anaweza kuja kuchukua usukani baadaye haifai kuwa mtu mmoja, mwingine pia anafaa kupatia opportunity ya kuja kuchukua na kuweza kusimamia nchi yoyote, lakini lazima zile viashiria zizingatiwe. Hebu tuone tu kwa kifupi mafunzo kutoka Afrika kwa ujumla, na tuone kwamba ni mfano gani Ethiopia inaweza chukua kutoka nchi kama vile ulivyokuwa ukifuatilia kama ya Kenya na Afrika kwa ujumla, ili kuweza kuwa na matokeo mema katika hii uchaguzi. Kwanza tukiangalia hata
kabla uchaguzi yenyewe ifanyike, kuna campaigns inafanyika before that. Lazima pia a lesson that I think even the continent can take part in, ama wanaweza angalia vizuri, ni lazima tuwache lugha ya uchochezi katika campaigns. Tusikuwa tunapiganisha watu. Politics lazima pia mtu atasema hii, mwingine atasema hii, lakini sikuwe lugha ya uchochezi, and then hiyo inamaanisha ina divide watu na inafanya watu wanakasirika haraka. Na in turn hiyo what happens is inaleta violence, watu wanakosana, wanaanza kupigana. So lazima tuache lugha ya uchochezi. Number two, I think ukosefu wa uwazi wa elections inaharibu demokrasia kwa nchi yoyote. So lazima, kama tunataka nchi yote ikuwe na democracy, ikifika anything to do with elections, lazima pia kukuwe na uwazi completely when it comes to elections, ama elections results. Pia I think one of the things ni important, pia nimeongea juu yake, ni vyombo vya habari lazima ipatie opportunity kwa kila mgombea asikike na apatiane maoni yake na apatiane vision yake na mahali anataka kwenda. I think generally, even without just elections, it's important for the continent to allow other people to vie for positions. Unapata nchi kama Cameroon, for instance, unapata president mwenye yuko sai, Paul Biya, amekuwa president for over 40 years. This is his 8th term. Unapata nchi kama Republic of Congo, president ameingia sasa for another 4th term. So unapata ile challenge yenye iko katika continent, leaders a lot of the time hawataki kutoka usukani, ama hawataki kutoka katika power. So kama tunataka continent ya Africa iende mbele, ni lazima leaders wapatia wengine opportunity ya kuweza kuwa presidents na wapatiane their vision for the continent. Another thing I think ni important, na pia a country like Ethiopia wanaweza jifunza. Nchi ya Ethiopia ina watu wengi sana. The population is huge. And in Africa, the youth population is 70% of the whole continent. Kumaanisha pia watu young people wanataka pia wasikike. So pia wale wenye wako katika power ama katika leadership, ni lazima they allow other young people to come into power na wapatiane their ideas and their thoughts, and that is the only way I think the continent can move forward. Ndio. Asante sana. Vile ulivyokuwa ukisema kwamba ushiriki wa vijana wanawake ni muhimu sana. Sasa wao ndio wanaorithi hii nchi au hii bara letu la Afrika, kama vile tunavyojua, na idadi kubwa tunaweza ona hata ni wa vijana ndio wanaopatikana katika hii bara letu la Afrika. Ni kwa sababu hiyo wao ndio wanapaswa kuja katika hiyo hatua ya uongozi, kwa sababu ili waweze kuendeleza nchi mbele. Na hebu hapo tu nikuulize kwamba ushiriki wa vijana wanawake una umuhimu gani katika kuhakikisha uchaguzi wa kweli wa demokrasia? Hiyo ni swali nzuri, kwa sababu vile nimesema 70% of the population ya Africa ni young people. So lazima wapatiwe hiyo opportunity ya kuweza kupatiana ile ideas wanayo, kwa sababu pia the world has really moved. Sasa tuko digital na young people wanaona vitu tofauti, so lazima wapatiwe opportunity. Ikifika katika wanawake, haki ya wanawake pia wana power ya aina yao, na akili zao vile wanaona vitu is very powerful in itself. So ni lazima pia wapatie hiyo usawa, kwa sababu hiyo equality is very important to ensure that even women are given the opportunity to be in leadership positions. I'd like to commend Ethiopia as a country. I think Ethiopia is one of the countries in Africa yenye imepatia wanawake hiyo opportunity ya kuwa in leadership positions, whether it's the Ministry of Justice, unajua, ama even in parliament, wanawake wamepatiwa hiyo kipaumbele, na hiyo inaonyesha nchi kama Ethiopia is in really good progress. It's a progressive country. And those are the things that I think Africa can learn from, to give more women new opportunities, because the way women see things in terms of leadership, in terms of how the continent inaenda mbele, ni lazima hiyo pia wanawake wapatiwe haki, kwa sababu kila mtu ana haki ya kupata opportunity yoyote, whether it's leadership positions, whether ni development, kila mtu ana akili yake. So pia lazima wanawake wapatiwe hiyo kipaumbele na vijana, because pia vijana wana power. Unaona kama katika mtandaoni, in 2025, June 2025, hapa Kenya kulikuwa na very big protest
Na uliona waliweza kushikana na wakaenda katika streets in Nairobi and other parts of the country kuongea juu ya the challenges zenye iko in Kenya. So unaweza ona ile power young people wako nayo. So lazima governments wapatie opportunities to young people and women for them to air out their opinions and to shape the continent. Ndio, asante sana. Hebu nifanye hii ya mwisho. Kwa ujumla, unaweza patia ushauri gani kwa hapa hii wadau wa uchaguzi nchini Ethiopia ili uchaguzi uwe wa amani na huru na kuaminika, na vile vile unaweza ongeza mambo iliyobaki? Bodi ama tume ya uchaguzi it plays a very big role in a country because hawa ndio wanasimamia uchaguzi kutoka kusajili watu mpaka kuconduct elections zenyewe na mpaka kuhesabu election results. So lazima kuwe na uhuru na uwazi pia katika tume ya uchaguzi yenyewe. Ya pili pia lazima wananchi wapatiwe haki yao ya kushiriki, to participate in election because hapo ndio their voices are heard through their votes. Number 3 pia wagombea lazima ikifika katika results ya elections na isemekane wamekosa, lazima wakubali wamekosa. Kwa sababu ile challenges iko sometimes unapata wagombea wanakataa kukubali na ni kweli pia wamekosa, wamepatiwa opportunity ya kwenda mahakama, wameenda na bado wamelose, lakini bado hawataki kuachilia. So wagombea pia lazima wachukue hiyo responsibility ya kusema sijapata, nitajaribu next time. Na wenye wanapata hizo positions pia lazima wapatia equal opportunities to the rest of the people, waweze kuwa join even in the government na kuendelesha nchi. Ya mwisho, I think kitu yenye ni important sana, lazima amani idumu katika nchi yoyote. Kama kuna democracy kwa nchi yoyote, amani ni lazima. For peace to take place ama for hiyo amani itendeke, ni lazima hizo vitu zote tumeongea juu yake, uwazi wa bodi wa kura yenyewe lazima izingatiwe. Asante sana. Asante sana kwa muda wako, hasa kwa kutuarifu mengi sana kuhusiana na vile uchaguzi inapaswa kuwa demokrasia na vile vile wito wako kwa ujumla kuhusiana na vile uchaguzi inavyopaswa kuendelezwa katika hii bara la Afrika, na asante sana kwa muda wako. Asante sana, nashukuru. Na wapenzi watazamaji wetu, kipindi maalum tuliowatayarisha sasa kuhusiana na uchaguzi kuu wa 7 wa Ethiopia unaofanyika hivi karibuni. Ni hayo tu, na watakia jioni njema na muendelee kutazama OBN Horn of Africa, idhaa ya Kiswahili. Asanteni sana.